Wakati kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu ikiendelea mahakamani, kesi ya uhaini, taarifa kutoka kwa vyanzo vyangu zinanieleza kwamba Samia amehapa hataweza kumwachilia Lissu hadi aweze kumpigia magoti. Kulingana na mtoa taarifa za ndani, wanasema kwamba wanataka kumsukuma Lissu mpaka mwisho, kipindi ambapo atakubali kumpigia Samia Suluhu Hassan magoti ili serikali iweze kumtoa kwa hiari. Lakini kabla hawajaweza kumtoa Lissu kwa hiari, lazima waweze ama Lissu aweze kukubali kumsafisha Samia. Na kumsafisha Samia ni kukubali kwamba Samia aliweza kuchukua ama aliweza kushinda uraisi kwa njia ya haki na huru, na vile eti kwamba Lissu aweze kukubali mazungumzo ya maridhiano na serikali ili kuleta taifa letu pamoja. Huyu mama Bi Msumi amerukwa na akili. Yaani maneno mengine ambayo ana imagine, anafikiria hayawezi yakatendeka. Kwa sababu angalia hapo, huyu ni mtoa siri. Ameniambia hivi, Idi Amin mama ameagiza, yaani sio ombi, ni agizo. Sikiliza, ameagiza, Idi Amin mama ameagiza, yaani sio ombi, ni agizo, kuwa Lissu iwe inavyokuwa asipate haki kupitia mahakamani. Yaani ameweza kuagiza mpaka mahakama eti aweze kupata haki kupitia mahakamani. Kwa hivyo kulingana na Samia, yeye anafikiri kwamba Lissu, kutokana na kwamba anajitetea mahakamani, anajiwakilisha na anajitetea, eti asipate haki kutoka mahakamani, kwa sababu yeye ndio amiri jeshi mkuu, yeye ndio kuamuru kila kitu. Ameamuru kwamba Lissu asipate haki kutoka mahakamani. Akaendelea kusema, kwa maana ya kuonekana amejipigania na akashinda mwenyewe, kwa hiyo kesi yake isiishe mpaka siku atakubali kuachiwa kwa njia itakayoonekana ameachiwa kwa huruma ya Idi Amini ili imsafishe kisiasa. Nasikia eti kwa sababu anajitetea. Najua Lissu anajitetea mahakamani, yeye ndiye wakili. Eti kwa sababu anaonekana anajitetea na anajipigania, na akishinda yeye mwenyewe itakuwa ni dharau kwa serikali ya Samia. Itakuwa Samia ameweza kushindwa na mtu ambaye alikuwa mahakamani. Kwa hivyo akasema kwamba, wamesema kwamba kesi yake isiishe, iendelee tu, waendelee kumsukuma mpaka ile siku ambayo atakubali aachiliwe kwa njia ambayo itaonekana kwamba ni msamaha wa Samia ndio umeweza kumtoa ndani Lissu, ili Idi Amini mama Lissu aweza kumsafishia jina, eti kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ambayo imeweza kusalia. Akaendelea kuniambia hivi huyu mtoa taarifa, maana ndiyo njia pekee iliyobaki. Kwa hivyo msitegemee kesi ya Lissu kuisha kwa wakati au hivi karibuni, la sivyo mempa wananchi waamke. Mpaka wananchi waamke, waanze kuikataa serikali hadharani, au viongozi wa kiserikali wapatiwe madhira makubwa kama kupigwa au familia zao kuumizwa, ndio wataona hali ya kisiasa ni mbaya, hivyo watamwachia Lissu ili wajenge umoja wa kitaifa. So kuna safari ndefu bado, ila bila watu kuamka.
Sasa unaona huyu mtu wa taarifa anaeleza hivi, Bwana Ezra, kuna njia ndefu ambayo tutaenda. Amesema kwamba serikali hii imeagiza kwamba kesi ya Lissu isiishe, asishinde. Akishinda itakuwa ni dharau kwa serikali ya Samia. Wameagiza eti kwamba Lissu asukumwe mpaka iweze kuonekana kwamba Samia ndio ameweza kumwachilia kwa huruma. Lakini sasa huyu mtu wa taarifa ameeleza hivi, sikiliza. Ameeleza kwamba tusitegemee Lissu kuachiliwa hivi karibuni. Yaani kitu ambacho kinaweza kikamtoa Lissu ndani ni maandamano. Wananchi waamuke, wakatae serikali hadharani. Kama ni viongozi, kipindi ambapo wanakuja mashinani kuzungumza, tuwafukuze, tuwapigie kelele, tusiwape nafasi ya kuzungumza. Kama ni rais, kama ni makamu wa rais, kama ni waziri mkuu akikuja, tuimbe nyimbo za kumsifu Lissu. Lissu, 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 tunataka Lissu. Au tuimbe nyimbo za ukombozi. Au hata familia za viongozi kucharazwa, kupewa matira, ndiposa hawa viongozi waweze kuona kwamba mambo yamechemka, mambo yamekaa makali, na hivyo basi itabidi waweze kumwachilia Lissu. Kwa nini? Wakati huo wataona kwamba hali ya kisiasa imekaa mbaya katika taifa letu. Kwa hivyo tusitegemee Lissu kuachiliwa. Tusipoamka, tusipokatai serikali batili, Lissu hataweza kuachiliwa. Unajua, huyu ni mtu wa taarifa. Huyu ndiye vyanzo vyangu vya taarifa kwa serikali, na anakaa karibu na Samia. Anasema kwamba Lissu akishinda kesi itakuwa ni dharau kwa serikali. Kwa hivyo serikali imeweza kuamuru kesi ya Lissu isiishe. Manake ikiisha itaonekana kwamba Samia ameweza kushindwa. Itabidi eti mpaka Lissu aweze kuomba msamaha, apigie serikali magoti. Apigie serikali ya wauaji magoti. Serikali ambayo inajua fika kwamba hawakushinda uchaguzi kihalali, waliweza kuwaua wananchi kwa kuwazika. Alafu wanamlazimisha Lissu aweze kuomba msamaha eti ndiye achiliwe. Lissu baba, usikubali. Hawa viongozi wanafikiri kwamba watakuwa na haya mamlaka miaka yote, au vipi? Wanafikiri kwamba watakuwa mamlakani miaka yote. Mtazamaji wangu, wewe unakubali kwamba Lissu apigie serikali magoti ndiposa aweze kuachiliwa? Kwa sababu unaona huyu mtu wa taarifa ameeleza kwamba eti Lissu lazima apige magoti ndiposa aweze kuachiliwa. Jinsi ambavyo akina Hanifa na walikuwa akina nani wale? Huyu mwenye alikuwa anaimba zile nyimbo za nywinywi nywinywi, yule muuza marashi, jinsi ambavyo alipoweza kumpigia magoti Samia mpaka akamwachilia. Anaona kwamba lazima wamsukume Lissu mpaka mwisho, eti akubali kuondoka Tanzania aende Ulaya, asiisumbue serikali. Yaani viongozi ambao waliweza kuiba uchaguzi wanasema eti kwamba lazima wapigiwe magoti, wahalalishiwe uchaguzi ndiposa waweze kumwachilia Lissu. Hakuna kitu kama hicho ambacho kitaenda kutendeka. Naomba Tundu Lissu ashikilie papo hapo hadi kieleweke. Gen Z muhimu sana kuwa fronti kwa role model wenu.
Yaani huyu muuaji anafikiri kuwa Lissu ampigie magoti ndio atakuwa amesafishwa. Wacha nikwambie, wanajidanganya. Wazo lako ni lipi? Unaomba Lissu apige magoti au ashikilie hapo hapo mpaka kieleweke?